leo nimeweka mtego hapo. Tunamuita yule jini ili tuwe tumemalizana naye. Nimemtegea mtego wake huko. Atakamatwa na Kibudu Mainya, ataingizwa kwenye chupa, tutamnyonga hapa, tunammaliza, anaenda kutupwa baharini. Eneo lichobakiza tu na za usanii. Ile shamba la kule lile hamna lichofanya. Ile la huko limempa makona ndio hapo kule anapalilia. Blaza, muda bado, mimi yote nitajumuika. Ngoja kwanza nipambane na usanii blaza. Muda bado vipi? Ile shamba lina majani ile, unatakiwa lifyekwe. Sawa, wewe uko simempeleka makona huko. Fresh na mimi nikipata hela. Hapa mimi napambania usanii kwanza. Nikija kupata hela na mimi namchukua makona, japokuwa yule mzee nasikia ana ugonjwa yule. Namchukua na mimi nampeleka shambani kwetu kule. Anamaliza huku na kule inakuwa fresh. Nini wewe? Mbona mapepo? Hizo. Kule kwenye shamba lenu mmemweka makona analima. Nimemkuta kadondoka. Sijui kafa, sijui lazima. Dumbo nyenze kajaga oyi mama. Nyenze kajaga oyi mama. Nyenze kajaga ukiwa mbara. Nyenze kajaga na baba. Nyenze kajaga na mama. Nyenze kajaga. Dumbo nyenze kajaga. Wakimungani, wamakatari, wakinyonga, wakinyongani, wamachinjari, washari,
wasubiane kutoka Jida bahari kuu. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mwana kiumbe, nini shida maumu? Shida nini maumu? Nakuaje? Ni kweli mwalimu. Yaani hata mimi mwenyewe hii hali bado inanichanganya sana. Maana huyu ana siku ya 3 hali yake hivyo hivyo kama tunamuona. Na ndio maana tukaamua kwanza tuje kupata ufunuo kutoka kwako. Mmefika hapa. Wazee wapo, majini wapo, majini watafanya kazi. Ametupiwa jini mkubwa sana, jini mbaya sana ametupiwa. Na ule Unatokea wapi? Nilikwambia wewe hapo wewe. Unatokea wapi? Jamani, mfunza kumbana. Tulieni basi kwanza. Blaza. Wewe unafanya nini? Blaza. Tulia kwanza. Tulia basi kwanza. Hivi tena blaza imekuwaje? Imekuwaje tena? Kwa hiyo madamu huyo yupo na hapa yule binti yangu yupo, watakuwepo wote pamoja. Sisi tutapambana mpaka atakapokaa sawa, basi atarudi. basi mimi nashukuru sana. Mjomba. Mimi naondoka. Ila jaribu kuwa makini sana na dada yako. Basi asante baba. Haya bwana, wewe Akicha salama ndio hivyo. Wewe usiwe na wasiwasi wowote, kama nilivyokuambia, toa shaka, ingiza imani, nenda salama, Mungu akufikishe, na sisi huko utakachokipata kikubwa kidogo utakuwa unatukumbuka baba. Nashukuru sana mzee wangu. Asante sana. Hapana baba, sijafanya chochote. Nimemwona huyu hawezi kunisaidia kuchimba hizi dawa. Kwa hiyo huyu ndo alikuwa ananisaidia kuchimba. Sijafanya chochote. Huu upumbavu nao ufanya huu, nafikiri mimi unanizi. Wewe. Baba, hatujafanya chochote kweli. Alikuwa ananisaidia kuchimba dawa. Haya, haraka sana. Haraka sana. Baba, mimi sijafanya chochote. Haraka nimekwambia. Alafu wewe jiangalie, ujitathmini. Kishaingia cha kike. Mimi sio mtu wa hivyo. Uliza wenzio. Hiyo uangalie mchezo. Wakitoka hawa tunaingia sisi. Sawa. Nilikuwa naulizia ile tatizo lako vipi, linaendeleaje? Makona. Mungu Vipi kuhusu ile jambo lako? Unaendeleaje? Jambo gani? Wewe mara mwisho umedondoka shambani kwetu kule. Unajua kuna wakati najikuta sawa, alafu kuna wakati huwa nabadilika. Yaani kinachotokea hapo kiukweli sijui nini kinaendelea. Na hiyo yote kwa sababu tu ape cha lolo ndugu yangu. Ila kuna mtaalamu yupo. Nani mtaalamu wa kutatua hiyo? Yule binti yule Mwansasu. Babake. Mwansasu namjua. Ila yule babake, yule tapeli. Sio tapeli. Yule babake anasaidia watu. Utapigwa na kitu kizito.
Wewe hujui hapa kuna binti kaletwa pale kwa babake na Mwasasu. Ametibiwa, ametolewa uchawi. Uchawi tena? Eh. Bwana du. Nisikilize basi. Unatakiwa uende ukatibiwe pale kwa yule mzee. Unajua mimi mambo yako mimi sipendi. Wewe mimi ndugu yangu. Jambo lako lile ni zito. Ndio maana nakwambia nenda kwa yule mzee. Shida sio kama sitaki kwenda. Shida sina kitu. Na kama unavyojua tatizo wewe unajiogopa. Yule mzee hata kama huna kitu unaenda unatibiwa. Matibabu yanavyoendelea unampa kidogo kidogo. Wewe. Ndio hivyo hata kama sina hela. Ndio hivyo, yani hata sasa hivi ukitaka kwenda unaenda. Binti yangu. Abe baba. Maisha tulioishi sisi kipindi hicho tofauti na nyinyi mnavyoishi sasa hivi. Maisha sasa hivi ni mabaya sana mnayoishi vijana wa leo. Dunia imeharibika. Kwa hiyo mwanangu, nataka uishi ujitambue. Wewe kama mtoto wa kike unatakiwa utunze ujana wako, usichana wako. Sasa hivi ndio thamani yako. Ukishaharibu thamani ya usichana wako, ina maana tayari wewe ushaharibikiwa. Lakini pia nataka usikubali maisha ya kudanganywa. Vijana sasa hivi hawana ukweli. Wakishavuta bange zao na mabodaboda yao hayo, basi akili zao zote zinaenda hivyo hivyo kama bodaboda inavyoenda, na akili zao ndio hivyo hivyo. Watakiwa ukae utulie, akipatikana mwanamume mwenye akili zake timamu akifuata enda kuishi kwa mume wako. Mimi sikung'ang'ani kukaa hapa. Kwa hiyo chunga maisha unayoishi, uishi kwa heshima. Mimi baba yako hapa naheshimika. Sasa wewe ukienda ovyo utakuwa umenivunjia mimi adabu na heshima yangu hapa kijijini, itakuwa imeshuka. Tafadhali. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Pia nafurahi kupata baba ambaye ananipenda na kunijali. Na mimi sitoruhusu heshima yetu hapa ishuke. Sababu unajua unaheshimika sana. Kwa hiyo sitoruhusu watu waje kudharau kupitia mimi. Na pale unapojikuta kwamba una mahitaji yoyote, basi wewe niambie, usisite kuniambia. Niambie baba, mimi na mahitaji, naomba kiasi fulani. Kama ninacho wakati huo nitakupa. Kama sina basi tutasubiri, lakini nitakutafutia mwanangu, utapata. Usiwe na wasiwasi wowote wa kuhadaika na jambo.